Naam, karibuni tena katika kipindi chetu cha mkahawa wa Mji Mkongwe. Kwa jina jingine tunasema kwa kizungu Stone Town Cafe, ambapo kama kawaida ya kila Jumapili baada ya wiki mbili hukutana hapa na kupiga gumzo na vitafunaji vyetu na kahawa, tukijikumbusha na kuzungumza historia na utamaduni wa kwetu Zanzibar, yani Unguja na Pemba. Na kwa leo tutazungumzia kuhusu michezo, yani sports, ambazo zilikuweko, zimepotea, na hivi sasa katika michezo Zanzibar iko wapi na inaelekea wapi. Bila kupoteza muda, nimkaribishe mwongozaji mada, na yeye atawatambulisha wachokoza mada ya leo, wakiwepo na wao huko nafikiri na wote wako Unguja Zanzibar. Kwa hiyo Sheikh Ahmed Rajab, karibu sana. Asante sana Najma, na salamu alaikum tena nyote mliohudhuria hapo mliopo Zanzibar na wengine ambao wanatuona na kutusikiliza. Leo tunahatika kwamba tunaye kwanza Bwana Amer Makame ambaye yupo katika wizara inahusika na mambo ya michezo, na zuri zaidi ni kwamba yeye ni mmoja wa wale walio mbele, safu ya mbele katika kufanya jitihada za kurejesha hii michezo ambayo tunasema imepotea na ambayo zamani tukiizoea tukicheza katika zama zetu. Pia tunaye Bwana Ali Swale maarufu kwa mengi, lakini kwa hapa ni mwana michezo pia yeye, na kwa hivyo utamkaribisha kwa ubao huo kwamba atakupa uzoefu wake wa mambo ya michezo na hii michezo ambayo imepotea. Na mwishoni kwa orodha ni Sheikh Hamza Zubair Rijal, ambaye kwa kitaaluma ni mwana mazingira, lakini ni wa historia ya mengi, mwana historia wa mengi. Kwa hivyo leo atajikita katika upande wa michezo vile vile, kwa sababu najua ya kwamba ana uzoefu mkubwa na taaluma kubwa kuhusu mchezo wa kirikiti au cricket kama tunavyosema. Na cricket ni mchezo ambao kwa hakika katika Tanzania nzima ulianza Zanzibar katika mwaka 1890, wengine wanasema hata 1870, na ni mchezo ambao ulileta Uingereza. Walikuwa wana maji katika manuari zao, zikifika pale wakicheza na wazungu. Waingereza wenzao walikuwa wanaishi pale Zanzibar. Mchezo huu ni mchezo kwa hakika asili yake ni mchezo wa kibwanyenye. Ni mchezo ambao wenyewe Waingereza anaitwa gentleman's game, ni mchezo wa waungwana, na una kawaida zake na rules zake, sheria, kanuni zake ambazo zinakufanya uwe mvumilivu, mstahimilivu, kwa sababu si mchezo kucheza cricket. Cricket ni mchezo, lakini kucheza si mchezo, kwa sababu kuna kulima na kuna mambo kama hayo ambayo tunatumai Bwana Hamza Rijal baadaye atatupa kidogo nudhma na kutuelekeza katika upande huo. Lakini sasa na vile kuna hockey, field hockey ambayo kichezwa zamani. Tunakumbuka mimi mwenyewe nilikuwa mchezaji wa hockey katika King George VI Secondary School, nilikuwa katika kitwa Barkash House, kwa sababu tulikuwa tumegawiwa katika nyumba tofauti, yani kama jumuiya ndani ya shule au klabu ndani ya shule. Tulikuwa Abdallah House, ambapo nakumbuka mmoja wa wachezaji hockey wakubwa siku hizo katika Abdallah House alikuwa ni mwenzetu Profesa Abdul Sharif, na wengineo walikuwa Ahmed Buesh, walikuwa kina Muhammad Mshangama, Abdul Hadi, na wengine wengi katika upande huo wa Abdallah House. Na kwa bahati mbaya wangu mimi wa Barakash House nimewasahau wengine. Lakini mbali na hapo kuna golf ambayo pia ikichezwa kwa muda mrefu, na ni mchezo ambao kicheza wazungu, lakini kwa vile wenyeji walikuwa ndio wanaobebea yale mabegi yao na kukimbia kuchukua mipira yao, Caddy boy kama wanavyoitwa, na wao vile vile wakicheza, na walikuwa wachezaji wazuri sana. Lakini kwa ufupi ni kwamba michezo yote hiyo imetoweka baada ya mapinduzi ya mwaka 64,
na tunaelewa kwa nini, kwa sababu kama nilivyosema, baadhi ya michezo hii kwanza ikichezwa mjini tu na watoto wa mjini, ni michezo ambayo ikigharimu, kwa sababu kununua gongo la hoki ilikuwa utoe pesa kidogo, na michezo hiyo ilikuwa vile vile unafanya uniform zake. Kwa hivyo watu ambao wa chini walikuwa hawezi kumudu, naweza kusema. Na si hivyo tu, lakini ile dhana nzima ya kwamba watu kiona kwamba huu ni mchezo ambao umejikita katika mfumo wa kijamii wa kibepari au wa kibwanyenye hasa tuseme. Na zaidi baya katika Zanzibar, na la kusikitisha, na natumai Bwana Ameri katika kufufua hii michezo utalizingatia hiyo, kwamba siku zile wazungu katika kutugawa waliwagawa wazee wetu kikabila, na wakafanya kwamba kuna Arab Sports Club, Comorian Sports Club, Ethnashi Club, Hindu Club, na wazee wetu nao wakabagulika, wenyewe wakakubali kubaguliwa. Tunatumai kwamba mtapokuwa mnafufua hamtofufua vilabu au klabu za kikabila kuendeleza michezo hii. Lakini hebu tuelezee Bwana Ameri, kwanza jitihadi gani ambazo unazifanya, au kwa nini unahisi michezo hii ilivyotoweka, na nini mnafanya katika kuirejesha? Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi nashukuru kwanza kwa fursa hii kupata kuzungumza, kubadilishana mawazo juu ya michezo ambayo imepotea au inapotea. Manake ipo, imesajiliwa, mengi yao katika mambo umehitaji yote imesajiliwa, lakini kwa kweli ukiangalia, ukilinganisha na michezo mingine, michezo ambayo umehitaja moja kwa moja kwamba michezo ambayo kwa kweli inapotea. Sasa sisi tuna mimi binafsi, lakini kwa niaba ya serikali tuna mpango wa kufufua michezo hii, kwamba ije juu, kwa kuangalia sababu, kwamba ni sababu gani. Kwanza ni michezo ipi ambayo imepotea, kwanza kuitambua, ambayo sisi kwa haraka ile ambayo imesajiliwa kwenye Baraza la Taifa la Michezo kupitia mrajis, kwamba tunajua kabisa ni mchezo fulani. Hii ambayo imetaja yote ni katika listi, labda ningependa tu kuongezea mengine, lakini mchezo mmoja ni hiyo mzunguko ambao ni wa golf, lakini vile vile mchezo wa cricket, mchezo wa hockey, lakini vile vile kuna mchezo wa chess vile vile. Kuogelea nayo vile vile umeanza kwa muda mrefu, umedorora nao. Kuna mchezo wa triathlon ambayo ni sehemu ya riadha, lakini pia walikuwa na mesajili peke yake kwamba huu mchezo mzuri sana kwa kufanyika miaka nyuma, na umepotea. Kuna michezo ambayo husikii kabisa sasa, mfano mchezo wa mieleka ambao umesajiliwa lakini haipo hivyo. Cricket kama ulivyozungumza, lakini pia kuna mchezo huu wa tennis ambao hujausema kidogo, lakini una historia kubwa nao. Pamoja na mchezo wa ukuta au squash. Hii ni michezo ambayo, baadhi ya michezo ambayo kwa kweli ilikuwepo na imesajiliwa rasmi sheria. Kwa hivyo kwa idadi ni ngapi hapa imesajiliwa mpaka sasa? Jumla ya michezo ambayo tumesajili kwa sheria ya Baraza la Michezo ni michezo 39. Hii ambayo umetaja ni michezo ambayo imeanza 1800. Sasa mchezo ambao umeanza 1800 itakuwa huo ni mchezo mkubwa sana hapa Zanzibar, lakini bahati mbaya sana kwamba unaona mchezo ule umekufa. Lakini pia tuna upande wa pili kwamba sasa tunataka tuanzishe michezo mipya ili kuongeza idadi ya michezo iliyosajiliwa hapa Zanzibar. Mnaanzisha vipi? Kwa katika maskuli au mna klabu maalum, au njia gani ambayo mnatumia kuanzisha kufufua hii michezo? Kati yetu ni kwamba kwanza tunataka tujue hii ambayo imepotea ni sababu zipi ambazo imefanya hii ipotee. Kwa hiyo tuna sababu nyingi ambazo zinasababisha kupotea kwa michezo hiyo. Sasa tunaziangalia zile sababu, alafu tunazitafutia ufumbuzi. Moja katika sababu ambayo unaizungumza ni hiyo, kwamba michezo mingi, ili michezo ile ikue, lazima ianzie skuli. Hasa michezo ya golf, mimi kwa umri wangu sijawahi kuona kwamba mchezo wa golf mchezo wa skuli. Hasa ukisipochezwa skuli, ina maana tabu kuendelea ule mchezo. Sasa michezo mingine inaendelea kina mpira wa miguu wapi, kwa sababu kule kwa hiyo hii ni moja katika mkakati ambao tunataka tufanye. Lakini changamoto kubwa ambayo tunayo hasa kwa mchezo wa golf pengine na mengine ni viwanja. Ni viwanja. Nafikiri nafahamu moja katika michezo ambayo inataka eneo kubwa na hata maintain ni mchezo wa golf. Golf course
au uwanja wa gofu ni uwanja mkubwa, una gharama, unatakiwa kugharamiwa sana, mambo ya maji na mambo mengine. Na kwa ufupi ni kwamba kwa sasa Zanzibar, japokuwa mchezo huu una historia kubwa na umeacha alama kubwa katika maeneo yetu haya ya Kikwajuni na Maisara, lakini hakuna uwanja ambao kama tuseme public ambao unachezewa mchezo huu kwa sasa. Watu wanaibiaibia tu Maisara, na najua tu kuna hoteli moja pale tunaita Seacliff ndio ambapo watu wanakwenda kucheza, lakini zamani mchezo huu ulikuwa kuchezwa hapa Maisara, nazi moja Maisara hapa. Nafikiri mnafahamu vizuri sana historia ya mchezo huu, lakini kwa hiyo inakuwa hata tukienda skuli kuzungumza kwamba mchezo huu uchezwe, shida inakuja kuhusu swala zima hili la michezo iliyopotea, kwamba sababu na jitihada ambazo serikali inazifanya hivi sasa unahisi zinatosheleza au kuna za ziada ambao unahisi ifanye? Kwanza nishukuru kuwepo katika kipindi, lakini pili ni kwamba sababu zilizofanya michezo mingi ipotee si sababu tu za kama ambazo pengine zikaonekana kwa sababu michezo ilikuwa kikabila zamani, lakini sehemu kubwa ni kwamba palikosekana nia ya kuhimiza baadhi ya michezo. Pengine ilionekana ya gharama, lakini ilikuwa na alama kubwa, kwa sababu pia tulikuwa na aina ya watu ambao walitengenezwa ili wawe wachezaji. Kwa mfano, kulikuwa kuna watu ambao wana asili ya Kingazija, walikuwa ni wale ambao walikuwa ni multi sports persons. Kwa mfano, unaweza kumkuta anacheza cricket, anacheza mpira wa miguu, anacheza golf. Lakini vile vile kwa sababu ya mgawiko ule wa kabila, ilikuwa ni rahisi watu wengi kwa mjini wakicheza mchezo hiyo. Lakini baada ya mapinduzi, mkazo mkubwa ulikuwa kwenye mpira wa miguu, mkazo mkubwa ulikuwa kwenye riadha. Watu wengi hawajui kwamba Zanzibar riadha ilifika wakati wa kuwa kama ni nchi kubwa kabisa katika Afrika Mashariki, hata kabla Kenya haijaja juu. Katika miaka 70 akina Jidawi, miaka 60 akina Dr. Sheni na wengine walikuwa wakicheza mchezo hii, na ilikuwa ni mkubwa sana. Na kama mchezo huu ungeendelezwa hasa kwa short distances, mita 100 mpaka mita 400, Zanzibar ingeweza kufika mbali sana. Lakini nao tulitoa na riadha wa kike kama Fatma Kidishi, kuna mtoto wa Mlo na wengine wakafanya rekodi, kina Sada Juma, zikawa rekodi nzuri sana. Safia Maneno marhumu pia walikuwa kisha riadha. Kwa hivyo riadha kuacha kwake imetupa hasara kubwa sana, kwa sababu kuna potential kubwa mpaka hivi leo kwa Zanzibar katika short distances. Hilo moja. Lakini la pili ni kwamba michezo hii serikali ilichukua mambo mengi, ilitaka kwamba watu wote wawe sawa, na isingewezekana serikali kuwapa watu vifaa vyote, isingewezekana serikali kufanya juhudi kama hiyo. Ilikuwa serikali itengeneze mazingira ya watu kupenda michezo yao, lakini hilo lilikosekana. Kwa hivyo mkazo mkubwa ukaa kwenye mpira wa miguu. Mpira wa miguu, Sheikh Ahmed namjua Sheikh Saif Bakari, alikuwa yeye alitilia mkazo na alisimamia mpira ule Zanzibar, na ulikuwa mzuri sana, ulitoa wachezaji wa quality kubwa sana. Lakini Hamza atakumbuka katika miaka ya 70 60 mpira ulivyokuwa kiwango kikubwa hapa Zanzibar, na ulikuwa unaonesha sasa. Lakini sasa hivi kwa mfano timu inafunga goli 46, inafunga goli 50. Huwezi kusema kama mpira umekuwa mzuri. Lakini pia hata quality ya wachezaji, ukisema wachezaji tuliokuwa nao katika miaka 60 70 ni wale ambao wengi ni 6 footers. Nikimtajia Hamza atakubali. Ukipa wao wa Malindi alikuwa anafuti kama 6 nimekamilia. Ukija Jeff, ukija Shah, yani Hamza anacheka, yani yeye Hamza mwenyewe ni bonge la mtu. Sasa hivi unaweza ukaenda kwa Premier League ukasema hata huyu naye yuko katika Premier League. Kwa hivyo hata ile quality ya watu wetu imepungua, sijui kwa ajili ya chakula, sijui kwa ajili ya kitu gani. Huwezi kupata mchezaji ambaye akiingia anashtua na unamwona kwamba huyu anaweza kucheza mpira wa miguu. Sasa mimi nahisi, nimekuwa mara 2 3 nimeshazungumza na mkurugenzi Amer. Kwa kweli ana nia nzuri sana. Na kwa bahati yeye kama mimi alibahatika kuwa katika baraza la michezo kwa muda wa vipindi mingi, na amekuwa akiliza mara nyingi, tumekuwa katika consultation. Naamini sasa hivi
si tunaweza tukabadilisha, kwa sababu sasa hivi imeanza kuja dhana kwamba watu wameanza kuamini michezo inaweza kuwa ni professional. Wengi sasa wanapenda michezo. Cha muhimu sasa kwamba hata michezo ambayo imekufa haina sababu kwa nini ife, kwa mfano, au kwa nini ipungue kasi. Kwa mfano kama hockey ni kiwanja kama kiwanja kingine chote kile. Bwana Ameri, goli weka uwanja wa Mao, weka maksudi siku za nani, magoli yake ni madogo, lakini kiwanja almost ni kile kile. Magongo yako kila mmoja gongo moja linaweza kalasa hata miezi 3-4, gongo moja tu, na mpira ndio inakufa mara moja. Ukija kwenye cricket, kiwanja kipo Mnazi Mmoja, watu wanajua mchezo huu hapo, na kumbuka kitengeneza kile kiwanja hali sale, kiwanja kipo lakini si cha hali cha kiwanja kweli kipo. Najua na ndio kichezewa pale cricket, kinachezwa mpira wa miguu sasa. Najua kipo, na kile kibanda cha cricket cha kunywa chai kipo, cha kupumzika kipo. Sasa hivi mchezo wa cricket unaweza kuchezeka, lakini tuwe na nia, tengeneze ile uwanja. Wachezaji waliocheza kwa Mheshimiwa Semeka katika mpira huu wa cricket alipokuwa India, Mansur katika mpira huu alipokuwa cricket, katika vijana wa karibuni ukitoa vijana wa zamani. Kwa hivyo mimi naamini kwamba hii michezo ikitiliwa mkazo, tukiweka nia, si lazima yote kwa pamoja, twende hatua kwa hatua. Michezo mingine itaki gharama. Nazungumza habari ya chess. Chess ni mchezo wa karibuni, lakini hutaki gharama. Ukishakuwa na bao lako na kete zako, ukivaa swali kipande, ukivaa swali refu, huna haja ya uniform. Muhimu kwenye akili yako. Akili yako alisema. Naam? Akili yako pia. No, nasema chess. Ndio. Nasema unataka uwe na bao lako na zile vile nani matia au sasa akili ni kubwa kama kina Kapro walivyokuwa. Akili ni kubwa na akili kubwa. No, akili kubwa unaijua baada ya mtu kwenye mchezo ndio utamwona kama ana akili kubwa hana akili kubwa. Lakini kabla hujamtia kwenye mchezo huwezi kumjudge, lakini nakubaliana na wewe, akili kubwa kwa sababu ndio inaamua. Kwa hivyo mimi naamini hili ndio linaloumiza. Corporate sponsorship yote inakwenda kwenye mpira wa miguu. Na juzi lakini si ajabu sana ambayo ingekuwa inatoka katika mchezo mwingine. Naam? Nasema si ajabu kwamba shinikizo kubwa au hamu kubwa inawekwa pale katika mpira wa mguu, kwa sababu ya ulimwengu ulivyo. Ulimwengu mzima unatawaliwa na soka siku hizi, sio vile vile. Mimi niko vingine kidogo. Nichosema ni kwamba tutengeneze mazingira ili corporate ije kwetu. Kwa mfano, watu kama insurance, kama benki, wanataka watu wenye akili, hawataki watu ambao physical. Kwa hivyo wao wanahitaji wajikite katika mchezo ambao unakuza akili, sio mchezo ambao unakuza fiziki. Kwa hivyo ushawishi ugawike na kubadilike. Lakini of course sponsorship haiwezi kuja hapo baada ya uongozi mbovu, baada ya utafunaji wa pesa, jambo ambalo ni kikwazo kubwa hivi sasa Zanzibar. Michezo mingi inakosa uongozi. Kwa hivyo Bwana Ameri ajue namna ya kutengeneza michezo, lazima atengeneze upande wa uongozi, wapate viongozi bora wanaojali mchezo, wanaweza kusimamia vizuri, ndio corporate sponsorship itakuja na mchezo itaweza kuinuka. Sasa vipi Hamza, naona unatabasamu hivi na fikra zako nyingi labda. Unajua wenzangu wamezungumza vizuri, wamezungumza kwa upana kabisa. Tunataka kuirejesha hii michezo. Kwanza tujiulize, hii michezo ilianza vipi? Hebu tuanze hapa, alafu twende kidogo kidogo mpaka ilipofikia kiwango cha juu peak. Alafu vipi ilipoanza kuteremka na kupotea. Nafikiri tuzungumze katika nyanja hii. Wanasema Cable Wireless ETC kita Electrical Telegraph Company walipokuja kulaza waya wa simu kutoka Zanzibar
mpaka Uingereza kwa kupitia Yemen, ndipo michezo ilipoanza hasa, ambayo imesajiliwa. Ukenda archives utaona kitu hichi namna kilivyoweza. Wanasema walikuja wazungu 22 na walikuwa na Wahindi 8 ndio walokuja kufanya kazi hii. Kwa hivyo inasemekana kwamba walikuwa wakati wameshafanya kazi, wamepumzika, wakawa wanacheza michezo aina 3 tu: futuboli, wakicheza cricket na wakicheza field hockey. Tunazungumza field hockey ni hockey tunacheza huu, sio ya barafu, sio ice hockey. Sasa wananchi walikuwa wanaona wale namna wanavyocheza na wakawa wanavutiwa. Sasa vipi futuboli likaja zake likaingia kwa Afrika? Futuboli liliingia kwa Afrika ni skuli ya Kiungani, UMCA. Pale walikuwa ni university mission to Central Africa. Walikuwa wanaletwa vijana wa Kiafrika wa Kikristo wakija kufundishwa masomo ya dini na kunyanyuliwa kielimu. Halafu katika ule mtaala wao ilikuwa hii michezo 3, ambapo hapa ndio Afrika walikuwa wanacheza. Kwa hivyo utaona kwamba imeanza kwa hawa wazungu, na wao ndio walikuwa wengi wanacheza cricket. Utauliza nini cricket imetoweka mara tu baada ya mapinduzi, alafu ikaja tena katika 70 kutoka kuhuishwa, alafu tena ikafa mpaka leo. Tuzungumza hivi Sasa futuboli ndo limeta mada tulizungumzi sana. Tuzungumze cricket. Cricket kulikuwa na timu tunaweza kusema 5, na hizi timu hizi ni zote za Kabaka. Na tusisahau kwamba namkumbuka Siaka Steven wa Sierra Leone anasema hata nature nayo inaleta watu viumbe kubaguana au kutengana. Anasema hajawahi kuona kundi la zebra limefuatana na simba. Siaka Steven hajawahi kuona paa kufuatana na chui. Anasema nature yenyewe. Kwa hivyo kulikuweko na timu ya Arab, kulikuweko na timu ya Nashi, ilikuweko na timu ya Hindu, na ilikuweko na timu ya Jimkana. Sasa Waafrika walikuwa ni hawa pamoja, na kulikuweko na timu ya Arab, ilikuwa ni timu ya Comoria. Hawa jamaa wenye asili ya wazee wao waliotoka katika visiwa vya Ngazija au Komoro, nao wakatengeneza timu yao ya cricket. Sasa timu hii purely ilikuwa inachezwa na wao wa Comorians, hawa ni Waafrika, na walikuja watu 2 watatu wa Kikwajuni wakaupenda mchezo ule, wakajiunga vile vile wakawa wanacheza. Sasa watu walikuwa wakiuona huu mchezo kama ni mchezo wa Wahindi, ukiitwa mchezo wa Wahindi, lakini ilipokuwa wanacheza Comorian na wakawavutia watu kutoka kama Kikwajuni, kama mzee Sadati, babake mzee Burhani Sadati. Kuna kisa chake maarufu sana kinazungumzwa kwamba kuna wakati Comorian wanacheza, na nitazungumza hii cricket imo katika mfumo aina 3. Kuna mfumo wanaita ODI. ndio nafikiri Sheikh Hamza ile mifumo tunani baadaye tuende kumaliza katika ile nani. Okay. Wacha niendelee. Wanasema huyu mzee Sadati alikuwa katika cricket, kuna kitu anayoitwa mtu all-rounder. All-rounder anatupa mipira na anacheza vizuri. Kuna watu wao ni batsmen tu, wanacheza tu, kutupa hawawezi, na kuna watu wanatupa tu, wanaitwa bowlers. Sasa all-rounder anakuwa anatupa na anapiga. Sasa huyu alikuwa akifanya kazi kama ni messenger katika korti, ambayo jaji mkuu akiitwa Sir John Gray. Sasa walikuwa na mechi muhimu sana Komori na wanacheza, na huyu ilikuwa Jumamosi, watu wanafanya kazi nusu siku.
Ikabidi kocha wa timu ya Comoria kwenda kumuombea kwa jaji Sir John Gray, bosi wake. Sir John Gray akauliza, Saadati anacheza cricket. Tizama fikra, mentality za wazungu zilivyo. Hakujaamini kwamba huyu ni messenger, alafu nakuja kuombewa anacheza cricket. Maana hapa ulizungumza mwanzo kwamba zilifanywa tabaka na wenyewe wale walogaiwa wakazikubali, basi imekuwa mpaka mtu alokuwa hayumo katika duru ile sakali ile akawa huwezi kukubali. Sir John Gray alipoambiwa akasema Saadati anacheza cricket, akamwambia yes, anacheza cricket. Akasema basi nitampa ruksa na mimi nitakuja kumtizama. Wanasema kama ingekuwa siku kama za leo za television, maana katika cricket unapiga mpira katika mzunguko ukienda mbali ukavuka kamba iliyowekwa, lakini umegusa chini unapata points 4, runs 4 moja kwa moja. Na ukiupiga ukaruka juu ukavuka ile labda 6. Wanasema katika mchezaji wa kwanza aloweza katika mzunguko mmoja over moja akapiga 6 mfululizo ni mchezaji wa West Indies Gary Soper. Basi wanasema mzee Saadati alikosea moja tu, alipiga 5. Basi wanasema alikuwa Sir John Gray yuko katika kibanda amepanda, hajaamini, he couldn't believe it. Akateremka zake mpaka chini akamtizama. Wanasema Saadati kacheza over 6 kafikisha 40 over. Tuache hiyo. Kwa hivyo mpira baada ya futboli, mpira uliokuwa na nguvu sana uliokuwa unachezwa ni cricket. Tukitoka cricket, mchezo mwingine uliokuwa ukichezwa zaidi ni hii tunaita hockey, mpira wa magongo Kiswahili tunaita. Mpira wa magongo ukichezwa na hawa jamii hizi, lakini watu wakikwajuni wakicheza. Lakini sasa kuna jambo jingine la kuchekesha, ni kwamba kuna watu wa jamii hizi wakitoka wakija kujiunga na vilabu ambavyo sio vanini va mjini, kama mwalimu wako George Fernandes akichezea Vikokotoni, alikuweko mmoja nimemsahau jina lake, akichezea Kikwajuni vile vile alikuwa Hussein Goodluck, ambao ukimtarajia labda acheze Arab au kosa acheze Malindi, akichezea timu ya Kikwajuni. Kwa hivyo walikuwa kwa watu vile vile ambao walikuwa wanatoka mjini vile vile wakacheza cheza. Kwa hivyo game nyingine ilikuwa inachezwa kwa nguvu kabisa ni hockey. Hii ni michezo mitatu ikichezwa sana. Baada hii tunakuja zetu lawn tennis. Lawn tennis ikichezwa sana na wakicheza wazungu na vile vile jamaa vile vile ambao walikuwa wakifunga zile neti ile, wakiokota mipira na wakipewa kucheza ile, na wakicheza jamaa wakicheza vizuri sana kama mzee Shaban Anta, Pakistani, Said Mohamed Joni, watu kama hawa ambao walikuwa si wazungu wala si wahindi. Naam. No, nitakukata kidogo kumrejesha Shakamer na kumuuliza kwamba wewe ulizungumza sasa hivi umezungumza Kikwajuni, Vikokotoni, umezungumza timu za mjini. Nataka kumuuliza ikiwa katika kuhuisha hii michezo kuna mipango ya kufikisha katika mashamba, katika sehemu za shamba ambapo michezo hii ni migeni kabisa. Kule labda watu wanacheza mpira wa kandimu na football basi. Ya, asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli katika nia yetu ni hilo, na tuangalia sera ya michezo ya mwaka 2018 imezungumza wazi kwamba michezo kwa wote. Hii ni ajenda ambayo imo katika sera ya michezo. Na kuzungumza michezo kwa wote una maana ya mjini na mashamba. Mjini, ng'ambo, mashamba. Unazungumzia wanaume bila shaka. Michezo ya wanawake, ya Unguja na Pemba. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina maana watu ambao wenye mahitaji maalum wa ulemavu na wasiokuwa na ulemavu. Yaani ndio dhana ya michezo kwa wote. Kwa hiyo ninachokifanya ni kwamba ukitaja kitu kizuri cha skuli, na skuli ni maeneo ambayo ni kama shamba. Wakati mwingine unakuta kuna skuli zina maeneo. Tatizo linakuja kwamba ule mchezo haufahamiki. Ndio maana nikasema moja katika changamoto labda nitazitaja baadaye sababu hasa za michezo hii kuzorota au kudidimia, niseme moja ni hizi masuala haya kwamba
wale watu ambao wanajua ule mchezo hawajitoi kwenda kuendeleza kule katika sehemu ambazo tunazungumza. Utakuta mchezo unachezwa sehemu moja, mfano tennis uko pale Maisara, watu wapo viongozi lakini hawajitoi wakasema hebu sawa, ni facility au uwanja ni gharama, lakini tutafute alternative ya kufanya, ushawishi labda wawekezaji, labda wazungu ambao tayari wengi wanajua mchezo huu na nini katika maeneo yao. Kwa mfano mashamba, tunajua sisi katika sehemu zote za utalii hizi wazungu wapo, wawekezaji wa mahoteli na vitu kama hivyo ambao mchezo huu unaofahamu, na vijiji kule unaweza kupata maeneo kupitia ofisi za mkoa za wilaya kupata bana eneo hili tukajenga kitu fulani. Sasa wanakuwa jitihada hizo zinakuwa ni chache sana, labda kutokana na kama alivyosema kakaangu Alisale kwa maraba uongozi, umahiri wa viongozi wa vyama vinavyoongoza michezo hii ndio inakuwa moja katika sababu kubwa ambayo michezo hii inakuwa inakufa. Wanashindwa kuwa na ubunifu kusema sasa jamani, hebu tutoe mchezo huu tupeleke mbali. Vilabu kama viko viwili vitatu zaidi ya miaka 10 viko hivyo hivyo, haviendelezi. Na kuna kitu kimoja ambacho pia kipo kwamba vile vyama vimesajiliwa vyama, lakini vyama vile vya michezo husika vilabu ambavyo viko chini yake ni vichache sana. Kwa hiyo utakuta vilabu vile vitatu, vinne, vitano havijaenea katika wilaya zote za nini. Sasa hapa ni sema moja ambayo tunataka tufanyie kazi sana, kwa sababu hata sheria iko wazi kwamba ukitaka kusajili chama basi lazima uwe na vilabu angalau katika nafikiri wilaya 5. Sasa kwa hiyo kuna baadhi ya wilaya unakuta vile vitu havipo. Sasa huko nyuma vilikuwa vikisajiliwa, lakini katika mkakati wetu mpya ni kuhakikisha kwamba hivi vitu tunahakikisha wanakwenda wanafika zile sehemu za shamba na kama hizo ili mchezo huu kuanzisha. Changamoto moja nyingine ambayo naiona katika mchezo kama cricket, Sheikh Hamza, ni lugha. Kiswahili tunajua kulima, sio tulocheza kidogo cricket. Lakini mambo mengine kwa kuelezea watu Kiswahili utasema nini? Mtafanya nini? Au mnafanya kuna mpango wote wa kukuza lugha? Unajua kulima ni kuingia uwanjani, Tizama, kwanza kabla hatujaja hilo, hebu mimi nizungumze experience nilikuwa nayo. Hakuna mchezo wowote tutotaka kuhoisha bila kuwepo maskuli. Bila kuwepo? Mimi katika maskuli. Nitakwambia ni hivi, mimi nikisoma skuli ya Darajani, nimejiunga na skuli mwaka wa 62. Pale skuli tulikuwa zamani competition ya michezo ya skuli zilikuwa ni primary mbali na secondary mbali. Primary kulikuwa wanafunzi wanoshiriki michezo kutoka chumba cha kwanza mpaka cha 5. Hii ni junior athleticians, hii ni junior athletics. Alafu kutoka chumba cha 6 mpaka chumba cha 8 ni senior. Sasa chumba cha Quran class mpaka chumba cha 4 walikuwa wanashiriki mbio zikiitwa 60 yards. Tulikuwa hakuna mambo ya meters, 60 yards, 100 yards, 200 yards. Halafu vile kulikuwa na relay. Halafu mbali ya relay kulikuwa na kuvuta kamba, tug of war. Sasa hizi ni competition zilikuwa kwanza ndani ya skuli na shindanishwa, na mkisha shindanishwa alafu tena kulikuwa mashindano ya skuli. Hapa nazungumza ni primary. Primary ile timu inachaguliwa ndio inakwenda rehearsal tu, sio katika mashindano, rehearsal tu. Nakumbuka sisi watoto wa skuli ya Darajani tunafuatana na walimu wetu kila klasi, Quran class, standard 1, skuli nakuwa hakuna katika rehearsal. Tunatoka na walimu wetu, wengine wako mbele, wengine wako nyuma kwa miguu. Tunatoka Darajani hao tunapita Donge, Fire Brigade, Kiswandui, Wales na Zimoja. Tunaenda kuishangilia timu yetu ya skuli. Halafu ukishinda, ukipita pale na kwenda final. Kwanza ilikuwa Saida Khalifa, ikisha imekuwa Mausetungu wapi pale Mausetungu. Sasa nitakwambia kuna kitu cha kuchekesha. Unakuta walimu wakitufundisha namna ya kukimbia, lakini unawakuta vijana yeye mwenyewe ana hamu kwa sababu watu wanapokuja kushangilia wazee. Kwa hivyo hii michezo naanza kuzungumza primary school. Ukitoka primary school unakwenda secondary school.
Secondary school waliokuwa wanamiliki zilikuwa ni skuli mbili. Ilikuwa King George ndio hiyo Lumumba ulosoma wewe, na Petrasi Jamal, lakini vile vile ilikuwa Hindu Union, ilikuweko Aga Khan, ilikuweko St. Joseph. Sasa utakuta kuna kitu kimoja tunasema tunataka kurevive, lazima tuende skuli. Uwanja wa skuli ya King George Lumumba College kwanza alikuwa hawezi kupita mtu akajipitia tu, wanaoingia na kutoka ni wanafunzi tu, kuna mlango umetiwa. Uwanja wote ule ulikuwa ni kijani, sio kama sasa hivi ulikuwa na mchanga, na wanafunzi waliokuwa wakisoma umetaja house kama Bardash, Khalifa, Abdallah, baadaye zikabadilishwa ikawa yellow, blue. Mimi nakumbuka hata niliposoma nikichezea yellow, nikikimbia yellow. Sasa zilivyokuwa mashindano yale, nitakwambia mimi nakumbuka brother wangu akikimbia short distance, nakumbuka na Mheshimiwa Sheni akikimbia na kina Fahari akikimbia cross country. Hamjaitaja cross country. Zanzibar hakuja kuwa na marathon. Huu ni hakika. Zanzibar watu wakikimbia cross country na vijana hata mtaani tu. Leo mashindano ya cross country nashindana, natoka hapo Maisara, nakata chini kwa chini, napanda ngazi 100, nateremka ngazi 100, kilima miguu mpaka chini. That is a cross country. Sasa nakwambia Mheshimiwa Sheni akikimbia pale, Mheshimiwa Bilali akikimbia pale, Mheshimiwa marehemu Shamhuna akikimbia pale, Mheshimiwa kamanda wa polisi Musa Khamisi akikimbia pale. Basi nakwambia ile siku ya final inakimbiwa pale Lumumba, watu wote wa mjini, watu wazima, watoto wenyewe, watu wa Lumumba, wa Betrasi, wa St. Joseph wanakuja kuangalia yale mashindano. Nakumbuka katika miaka mwisho 65 66, baada ya hapo ndo akaja kina Jidari. Nakwambia naikumbuka timu ya relay mpaka leo, nailinganisha kama timu ya kina Tommy Smith na John Carlos walioshindana Mexico. Nakumbuka ile wakatoa Black Power ile kuonyesha hisia zao. Basi alikuwa akikimbia Musini, Mohamed Yusuf, huyu nani Musa Khamisi na Abdullah Zubair. Namna walivyokuwa wakipokezana, watu wote wakiwashangilia. Sasa hapa ndo nakuja kujibu swala. Kujibu swala, tunaweza kuihuisha hii michezo tukijipanga. Tujipange vipi? Ni hivi. Namna ya kujipanga kwa kuanzia, tunaweza kuchukua skuli 3 za mjini, mfano 3 za hapa kati ng'ambo, 3 za mashamba. Za mashamba tukazichukua kwa mikoa. Hapo tuna skuli 9. Sasa tunakwenda katika High Commission ya India kuwaomba tusaidie. Watakubali, watatupatia nyenzo zile, halafu tutakwenda kuwafundisha vijana. Kuwafundisha cricket, tutawafundisha namna ya kutupa, namna ya kupiga, aina 3. 2020 hii mpya imekuja, ODI. Sasa watoto watapoanza kucheza cricket na uzuri wake, kwanza cricket ina kitu hisabu vile vile. Lazima ujue hisabu. Nakwambia watapenda, na television ya Zanzibar ZBC iwe katika vipindi vya michezo, wanaandika watu wako kina Mzee Mabruki, kuna Amiri yule wa Itnashir, yuko Abdul Muti, ambao wataweza kuja wakafahamisha, wakaonyeshwa, na halafu zaidi tukawaonyesha mechi wanaocheza Afrika Kusini, ambao wataona watu weusi vipi wanavyoweza. Halafu tena tutawaonyesha wanapocheza West Indies, na West Indies tutawaonyesha vile wanavyoshinda zamani, wanapopiga calypso, na mpaka leo watoto wataanza kupenda kidogo kidogo, nao tuko hapo. Halafu tuta skuli nyingi hapo cricket. Tukitoka cricket tuna sample tena kwa mikoa hii kwenye hockey. Sasa hivi Wajerumani wanacheza hockey, Pakistan wanacheza hockey, Netherlands wanacheza hockey, Argentina wanacheza hockey,
tunakwenda kutafuta hawa watusaidie. Unajua lile gongo la hoki kweli ni ghali, sasa hivi linafika shilingi 30,000 lile gongo, lakini linadumu sana. Tunatafuta yale magongo, tunaanza kuwafundisha namna ya kucheza, watoto watapenda tu. Tukitoka hoki, tumesema football, tumesema hoki. Tunapozungumza golf, watoto skuli walikuwa hachezi golf. Golf wakicheza watu wazima tu, ila wale watoto wanakuwa ndo tunawaita kedi. Wale wanakuwa kedi na wao wanapata kidogo kidogo, wanajifundisha, alafu wanakuwa wanacheza. Sasa tuzungumze jambo moja. Unajua uwanja wa Maisara unaambiwa kwamba haujakuwa ni uwanja mzuri kwa Afrika Mashariki na Kati. Unaambiwa Afrika nzima ulikuwa hakuna uwanja mzuri, na unatimiza vishimo vyote ambao ulikuwa unaanza hapa palipomaliziwa kujengwa hospitali, palipokuwa sema madawa, unakwenda zake mpaka KMKM. Ndio ulikuwa ni uwanja pesa. Sasa tukitaka kuhuisha baada ya kwenda Sea Cliff, ni kuamua tu kwamba kile kipande kilichobaki tuambie wengine wakatafute pengine, sisi tunataka hapa tuingize golf. Na hii golf zaidi tunaanza kuwafundisha vijana wakati walikuwa wameshamaliza skuli, alafu na watu wazima watakuja, kwa sababu golf ni mchezaji mmoja mzuri ambao unafanya basi tutapumzika kidogo kwa muziki, alafu tutarejea tena tukijaliwa baada ya dakika chache sana. Nataka uzungumze kidogo kuhusu swala la lugha na michezo hii mipya mingine. Unahisi vipi, nani wa kutunga maneno ambayo hayapo pengine katika Kiswahili? Kwa mfano mzuri ni huo katika cricket. Watu wengi wanatumia maneno yale ya Kiingereza mpaka sasa. Isipokuwa kulima. Lugha si sababu ya mchezo isifanye vizuri. Lugha au michezo ina universal language yake. Jambo la kwanza muhimu ni kwenye vitendo. Baadaye mambo mengine yanakuja. Na wenyeji watatafuta lugha ya wenyewe inayofanana nayo. Mimi nafundisha chess. Sina lugha nyingine ya kuambia zaidi ya kwamba huyu ni king, huyu ni rook, huyu ni bishop. Sina lugha nyingine. Hata nikivumbua cha Kiswahili itakuwa tunababaisha bure wakija kutana kwenye Kiingereza. Vitendo ndio muhimu. Unamwambia huyu queen ana uwezo wa kwenda njia kadhaa, akapita njia kadhaa. Huyu rook anaweza, au farasi anaweza akaruka hatua 3, au huyu bishop anaweza akaenda hatua zote. Muhimu ni kwenye vitendo. Lakini kwa nini usimuite askofu umwite bishop? Itachukua muda, akaenda akisoma kwenye vitabu viliandikwa askofu. Ilikuwaje? Ndio unasema hivyo alisale na kuchallenge. Sasa nikija na kuchallenge game ya chess mimi na wewe. Tena Malindi. Passing show. Watu waone. Haya, asante. Lakini hiyo itakuwa si swala la lugha. Itakuwa si swala la lugha, itakuwa swala la mchezo. Lakini mimi nasema mpaka leo bado tunaendelea kutumia maneno. Hayo mengine yatakuja baada ya watu mchezo kuown na kumiliki. Kwa mfano kwenye mpira wa miguu. Tuna maneno kuotea. Tuna maneno mlinzi wa kati, tuna maneno winga wa pembeni, tuna maneno mshika mlango au goalkeeper. Haya yatakuja baadaye, lakini sio kikwazo kwamba watu wasicheze mchezo. Mpaka leo tunasema kikwazo kwamba watu wasema penalty, kona, ale naam sema kona, free kick, penalty, goal kick, mpaka leo. Na football limedumu miaka mingi sana. Sasa kama unavyosema lugha si tatizo. Naendelea kusema ni ile nia na kuwapeleka watu na kucheza.
Kama leo chess kumwambia mtu bishop umtafutie jina lake, queen umtafutie jina lake, king umtafutie jina lake, horse umtafutie jina lake, utamtaabisha. Lakini unamfahamisha hichi kitu kinaitwa hichi na function yake ni hivi, pale pale atafahamu. Kama katika cricket hakuna tabu, anarusha, kuna mirusho mitatu, kuna fast bowler, kuna leg spinner, kuna off spinner. Sasa hapo Hamza nakuja. Wewe umesema anakwenda kutupa, mimi najua kwamba ngoja Hamza hapo kidogo. Wewe umesema amerusha, mimi nitasema amevurumisha, amevurumisha. Kuna tofauti hapa au kuna tofauti? Unajua kitu kimoja nakumbuka, mtopoachukua watoto. Okay, kitu kimoja Shame, kitu kimoja ambacho kimetajwa sana, cross country. Mwalimu Ameri na cross country, lakini mchezo mmoja mzuri sana. Kenya bado ni katika mabingwa duniani wa cross country, wanashiriki kila pahala. Kwa hivyo akumbuke mchezo hautaki gharama, ni sasa na marathon au, lakini katika hali ya ufupi na katika hali ya vikwazo zaidi kuliko marathon. Marathon nakimbia kwenye barabara, lakini cross country inataka challenges, kwa kuna mabonde, kwa kuna matope kidogo, kuna kitu gani. Na naamini mchezo huu pia unaweza ukapendwa Zanzibar akiutia katika riadha. Auambie watu wa riadha warudishe cross country, utamu wake unaweza ukaonekana na unaweza ukapata washiriki wengi vile vile. Na Sheikh Ameri, katika jitihada zenu wizara mnashirikiana na taasisi za binafsi au mnatafuta wapi misaada? Misaada kufupi tunashirikiana nao na wengine ni wafadhili na wadhamini wazuri tu. Mfano kuna mashirika mbalimbali kama vile ya serikali, mfano mabenki, mfano PBZ, mtu ambaye ni serikali lakini ana msaada mkubwa kwenye michezo. Lakini benki nyingine kama mfano juzi tulifanya kakangu alisali anajua Zanzibar International Marathon, kama benki ya NMB wanasaidia sana, na mashirika mengine kama shirika la bandari ni katika mashirika vinara katika kusaidia masuala ya michezo. Sasa wanakuwa wanasaidia watu ambao wanasaidia wa binafsi na milango iko wazi. Sisi tunataka ni kwamba ile michezo iende, na tunafahamu kwamba ni kilio kikubwa swala la ufadhili kwenye michezo. Na Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Mwinyi katika kampeni zake alikuwa akizungumza mambo mawili makubwa alikuwa akiyataja. Moja lilikuwa ni swala la ufadhili, kwa sababu tunafahamu kwamba mtu mingi imekuwa kuuliza na kwambia ufadhili, hatuna ufadhili. Sisi kama serikali nasema Mheshimiwa Rais wetu wa awamu hii Dr. Hussein Mwinyi, yeye katika kampeni zake alikuwa akizungumza kwamba yeye atapigania masuala mawili. Moja katika masuala ambayo kwenye michezo ni swala la ufadhili. Kwa ni shida ni shida kubwa kwa vyama vyetu vya michezo hapa Zanzibar swala hili, na imesababisha michezo mingi kutokwenda mbele kwa sababu ya swala hili. Kama tutakuwa na ufadhili wa kutosha, basi mambo yana. Kwa hiyo maana hakuna sababu ya sisi kutoshirikiana na watu binafsi, aidha watu ikiwa ni mashirika, wafanya biashara, na wote hawa wanafanya hivyo na walishafanya hivyo. Mimi nakumbuka Rais aliyopita Dr. Ali Mohamed Shein kuna aliendesha kampeni moja harambee moja kwa inaitwa kuendeleza michezo katika maskuli, aliita Sport 55, kwa zilichaguliwa skuli 55 kwa ajili ya kusaidiwa kuweza kucheza vizuri katika maskuli yale, halafu ilikuwa iendelee katika skuli nyingine. Aliwaita wafanyabiashara wengi tu pale ukumbi wa Idris Abdul Wakil, na walichangia fedha kwa ajili ya kuendeleza vitu hivi. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi na sekta binafsi kwa ajili ya kupeleka mbele gurudumu la michezo hapa Zanzibar. Naji Media Center, Stone Town Cafe, mapishi ya kuvutia, karne Stone Town Cafe, karne Naji Media Center, karne asili na asilia, Naji
ushirikiano na nchi za au serikali za nchi jirani, je, hasa za Afrika Mashariki, katika Jumuiya ya Afrika Mashariki upo? Upo na tunaendelea, kwa sababu ni agizo hili la kitaifa kwamba tunafanya kazi pamoja, mbali na mambo mengine haya ya kihusiano na nini, lakini pia na mambo haya pia. Kuna michezo, kuna mashindano ya Afrika Mashariki, kuna Sekafa, kuna challenge, kuna nini. Tunashirikiana katika michezo hii yote, mashindano yanafanyika, basi ile mchezo ambao Zanzibar inapata nafasi kama Zanzibar, basi pia ipo, ukiacha ile ya Tanzania au Jamhuri ya Muungano, lakini tunashirikiana vizuri. Hata katika ukiacha mbali na mashindano haya kawaida, lakini hata kuna mashindano ya vyuo vikuu naita East Africa University Games, vyuo vikuu vyetu vya hapa Tanzania na Zanzibar vinakwenda, aidha inategemea mashindano yale yanafanyika wapi. Kuna mwaka hufanyika Tanzania, kuna mwaka yanafanyika Uganda, kuna mwaka yanafanyika Kenya. Tunashirikiana. Na Hamza, hata kufanyika mashindano, kwa mfano hivi karibuni ilifanyika hiyo Zanzibar International Marathon tarehe 18 mwezi huu. Walialikwa wakaja watu wa kutoka Kenya, na wengine walishinda pia, walipata medali. Kwa hiyo tuko nao vizuri. Hamza, unaridhika na hizo jitihada zinazofanya? Unahisi kuna jitihada maalum za dharura ambazo unahisi zichukuliwe ili kuharakisha ufufuaji wa hii michezo ilipotea? Unajua mimi nayo model moja ni hivi kwa ufupi, lakini inataka kushereheshwa hii. Zamani kulikuwa na shirika ama idara au wizara ikiitwa PWD, Public Works Department. Idara nyingi zilikuwemo humo, halafu kulikuwa na polisi. Sasa katika Public Works Department ilikuwa ni hivi, wachezaji wazuri wa futuboli wakipata ajira katika Public Works Department, kina Mzee Mwinyi Mpiringo walikuwemo humo, kina Chepe walikuwemo humo, halafu ukija zako kina Simba Makwega walikuwemo humo, halafu ukija zako katika polisi kina Musa Shago walikuwemo humo, mimi huyu namuita Alanshira, Ahmada Mwanga alikuwemo humo. Sasa tizama, polisi ilikuwa ni timu moja nzuri sana football, huku ilikuwa moja nzuri benene public. Sasa sisi la kufanya ni hivi, bank wataajiriwa watu tuseme benki 3-4 wafanyikazi wa kawaida, halafu wanatafutwa wachezaji wazuri sio wa football, wanaingia pamoja na wale wafanyaji kazi watakuwepo, timu ya banki itakuwepo, kutakuwepo halafu timu ya mashirika ya simu tuseme ya Zantel, halafu kutakuwepo na timu ya school combine, halafu zinachezeshwa. Hapo ndo tunaanza kidogo kidogo kukuza mchezo. Unajua hata Tanzania bara kulikuwa na mashirika mbalimbali, sijui kina Sungura Tex, kina Sigara na nyingine JKU, Jeshi. Tanzania ilinyanyuka michezo yake kutokana na kuwako katika mashirika, waliingizwa wachezaji wakifanya kazi Posta na Simu. Vile mimi nimecheza katika Posta na Simu. Kwa hivyo hiyo ni model moja tunaweza kutumia. Nyingine, wewe umecheza nini katika Posta na Simu? Posta na Simu ilikuwa nikikimbia na kucheza mpira. Mimi nikikimbia 100 meters na 200 meters, kuna majina wangu Hamza aliponipita nikashift nikawa nakimbia 400 meters na nimemalizia na hiyo 400 meters. Nimekimbia na wenzangu kina Malik, kina Ambar, kina Salihina, kina Kipchoge au sasa kakupita ulikuwa sema na sport Hamza, kakupita ukanuna ukaingia katika unajua nilikuta kwamba sina uwezo. Kwanza alikuwa natamba, alipotokea Mbabe akanipiku, na mimi bado nataka nionekane natamba, niliwacha nikawa nakimbia 400 meters na 400 meters pamoja na relay yake, na nikikimbia vizuri wananikumbuka kwamba sijitwazi, lakini huo ni ukweli na niko skuli. Unajua tuseme jambo moja, kulikuwa vile na timu za watoto juvenile hizi. Mwalimu Hija aliporudi kutoka kabla na aliporudi kutoka Misri alikuja alisikuza sana
kulikuwa na timu kama Caltes, kulikuwa na timu Everton, Newwood, hizi wamecheza watu wengi. Kinachotakikana ni lazima tufahamu, unataka study ndogo, na study hii ni kuwatafuta wale wazee, watu kujichimbia archives, kutafuta zile information, alafu mnakuja na recommendation. Kwa sababu sasa hivi muda ni mfupi, kuna mengi sana, tunakuja na recommendation, tuanze hivi, na sisi tunatengeneza strategic plan yetu, mpango mkakati, na tunasema tunataka kufika kule, ili tufike kule 1 2 3 4 5. Kwa hivyo target yetu, tutakuwa na muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Tutarudi na Zanzibar itakuwa katika inang'ara kama ilivyopata kung'ara. Ali Saleh mheshimiwa amezungumza kwamba sisi tulete maonyesho ya marathon. Watu wa visiwa hawakimbii marathon. Hujawahi kusikia Grenada, Barbados, alipotoka Usain Bolt Jamaica, ukampata mkimbiaji anokimbia marathon. Lakini vile vile huwezi kwenda Ethiopia au Kenya ukapata wachezaji wanokimbia masafa mafupi. Watu wa visiwa ni watu wa masafa mafupi, na unaona kwamba hata tulipokuwa tunakimbia masafa marefu ilikuwa tunakimbia 1 mile ikiitwa wakati huo, ndio sasa na 1500 meters, na tukikimbia hii tunaita cross country, kwa sababu mapafu yetu na kuvuta pumzi kwetu ni tofauti na wale watu wanaokaa nyanda za juu. Kwa hivyo sisi marathon tutawakaribisha wageni, na sijui kama Mzanzibari alozaliwa na akakulia tutampata mchezaji ambaye atakuja akashinda marathon, lakini sisi tukaweka mkazo wetu, concentration yetu kuwafundisha watoto katika 100 meters, 200 meters, vipi namna kukimbia, vipi diet ya kula, vipi namna kusoma. Ninaamini tutafika mbali sana sana sana. Mimi nimeiona marathon juzi, nimefurahi kwa sababu mimi napenda michezo mpaka leo yote tena, lakini marathon kwa kweli Zanzibar tutakuwa ni game tunawapa watu waje tutangaze utalii wetu, lakini kwa kwamba ile sio hits zetu. Hits zetu ni short distance. Na tizama katika Olympics sasa hivi inaendelea Japani, nchi zote za visiwa zinafanya vizuri katika short distance, lakini jana ameshinda yule Mganda katika 10,000 meters. Huwezi ukamkuta mtu anotoka katika kisiwa chochote akaweza kuchukua medal katika michezo kama hiyo. Kwa hivyo kuna njia nyingi, lakini mimi ninachotaka kukisema, wizara watafute watu wapo, tukae tufanye study, waulizwe watu basi zile recommendation na watakuja nazo zikifanywa kazi tutafika mbali. Sheikh Amer, wizara mmesajili michezo 39 umesema, lakini mmejipa time frame, muda gani wa kumaliza au mnasema michezo mingapi mnataka kufanya kwa muda gani kwanza, au mnataka yote kufanya kwa mpigo mmoja? Hii kuifufua au kufufua? Ndio, naam. Sisi kwa sababu as long as wamesajili, maana klabu kama umesajili, maana au chama umesajili chama cha mchezo fulani, maana taratibu inatakiwa iwe active, maana uone sasa sisi hatuwezi kusajili chama alafu chama kile kimekufa kabisa. Sasa kwa hiyo kila chama ambacho kimesajiliwa lakini kimekufa au kinazorota, tutafanya kazi, tutazungumza nao, tutakaa nao, tutaandikia barua, kwa sababu kuna sababu kama nilikwambia mwanzo, sababu ziko nyingi. Tutakwambia sababu ni vifaa, tutaangalia utaratibu kama unawezekana. Sababu ni viwanja, sababu sijui ni skuli, ni mikakati tutafanya kupitia. Kwa ufupi, vyama vyote au michezo yote ambayo imekufa ambayo tumeisajili, tutaanza nao ile kwanza. Huku tukifanya upande wa pili, kwa sababu pia tuna interest ya kuanzisha michezo mipya. Tusiwe na hii tupite kwa kwanza, alafu at the same time kuna watu ambao wamekuja, tuna michezo itaanza, kuna mashindano karibuni. Kwa mfano kuna mchezo mmoja nao unaitwa Aisha huko, unaitwa football, mchezo ambao tumeshauanza, mimi kama mmoja katika kufunza mchezo huu. Kwa hiyo tutafanya Amani tarehe 18 mwezi ujao inshallah, siku ya vijana duniani, tutaanza kucheza pale kwa mashindano kwa mara ya kwanza hapa Zanzibar.
lakini tushafundisha vijana wetu pale Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar nilipokuwepo mwanzo nikifundisha fani hii ya michezo. Lakini vile vile mwezi wa 9 tutakuwa na kuna tamasha tunaita Blue Festival. Huko tutaanza kucheza kwa mara ya kwanza mchezo huu wa beach, inaitwa beach football, kwa sababu mchezo huu unachezwa lakini vile hata katika lakini vile vile tuna mpango wa kuanza na mchezo wa beach handball, mchezo wa mpira wa mikono wa beach, ili kutangaza kama tunavyozungumza utalii, sababu hii kazi tunashirikiana wetu pamoja na Wizara ya Utalii. Kwa hiyo tunataka michezo ambayo inachezwa pwani basi iwe tuianzishe na kitu kama hivyo. Kwa hiyo huo ndio mpango ambao tunataka kufanya. Bahati mbaya tukitaka tuwe na mabinti wetu vile vile ambao wanashiriki katika michezo hii, lakini bahati mbaya tukuweza safari hii kumpata hata mmoja aliyekuwa tayari kushiriki. Lakini kwa upande wa michezo ile ambayo wanawake ndo wenye kuhusika nayo, nini maendeleo yao kwa ufupi? Maendeleo yapo, na japokuwa ni sababu ni swala la utamaduni ambao kwa kweli baadhi ya michezo, mpira wa miguu upo, lakini nao unaweza kusema nao kwa upande wa wanawake unasuasua kidogo. Tunafanya jitihada, tunajua hapa sasa kuna ambayo inatayarisha kwa kwenda katika mashindano Nairobi, lakini unajua utamaduni wetu kwamba kuna baadhi ya michezo inaonekana kwamba ni wanaume, kuna mingine au michezo tu kushiriki unaonekana ni uhuni. Kwa hiyo tunajua tuna changamoto. Ndio maana katika michezo mingine kwa mchezo mmoja huu wa nage, mchezo wa asili, lakini mpaka sasa umekuwa branded kwamba ni mchezo wa wanawake. Na mimi jana nilikuwa na challenge mtu, namwambia mchezo nimezoeleka hivyo, lakini tunao uwezo wa kufanya mchezo ule kwa wanaume vile vile, kwa sababu ipo netball hapa Zanzibar, unajulikana ni mchezo wa wanawake. Lakini Zanzibar ilipoanza kusema bana, hebu tucheze mchezo huu na wanaume, timu yanakumbuka ziko timu kama ikiwemo timu ya polisi walicheza na walipata ushindi mkubwa Afrika Mashariki na Kati. Kwa sababu ni mchezo ambao, kwa hiyo hii dhana kwamba mchezo fulani ni watu fulani ni tatizo ambalo lipo, ambayo kwa wakati mwingine ukitazama kuna tofauti baina ya utamaduni. Kwa mfano hapa kwetu Zanzibar au Tanzania, mchezo wa mpira wa miguu unaonekana ni mchezo wa kiume. Sasa sijui nani kasema wapi kwamba mchezo huu ni wa kiume, au kwamba mguu ndo maana yake mwanamume na bana mkono maana yake ni mwanamke. Ni dhana ambazo zipo, lakini ukienda kwa nchi za wenzetu iko tofauti. Kwa mfano Marekani, wao mchezo wa mpira wa miguu hapa kwetu sio wa kiume, wao kule mpira wa miguu ndo mchezo wa kike. Wanacheza zaidi mpira, wako vizuri, timu yao iko vizuri kwenye mpira wa miguu wanawake. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunalifanya kazi na tunaona katika nchi hata yenye utamaduni kama kwetu kama Somalia, hiyo wameanzisha mpira wa miguu wa wanawake ambao wanacheza siku hizi kwa shida, kwa sababu bado kuna uhasama kwa wanawake kushiriki katika mchezo kama huo. Lakini umetaja kipengele kimoja muhimu sana, michezo ya asili, umetaja nage. Kuna michezo gani mingine ya asili ambayo yanahitaji kufufuliwa? Kwa sasa ni nage ndio imechukua nafasi kubwa sana, na mpaka sasa ninapokuambia katika michezo hiyo ambayo 39 nage umeshasajiliwa rasmi, kwa ni mchezo mmoja katika mchezo ambao unachezwa na unatambulika na serikali. Isipokuwa nage ni mchezo ambao binafsi kutoka kipindi hicho nilipo mjumbe wa baraza la mchezo, niliwaambia kwa mchezo huu tunahitaji kurasimisha. Sina maana kwamba kusajili tu peke yake, lakini kuweza kutengenezea sheria ambazo zinatambulika. Wewe unajua nage inaweza kuchezwa mjini, urefu wa uwanja ukawa mita 10, lakini ukisogea ngambo hapo kidogo 15, ukaenda kama 20. Chupa sijui huwa atatumia soda, yule atatumia chupa ya bia, huyu atachukua mchanga wa pwani, atachukua. Kwa hiyo nikamwambia mimi kwamba hili jambo lazima tukae kitako tutano, uanze standard kwamba mita hizi, mchanga kiwango hichi, chupa iwe diameter ile chupa mdomo wake, yani tuandike kama sheria za mchezo mwingine. Hapa tutakuwa na mchezo ambao tutaweza kusema huu sasa tumerasimisha, kwa sababu nage kitaalamu unabakia kuwa ni mchezo, inaitwa traditional game, ni game, lakini sio sport, kwa sababu kuna baadhi ya vitu haujafikia. Sasa tufikishe huko ili uwe mchezo rasmi. Na utakuwa ni wa Kizanzibari pekee, maana Zanzibar pekee ambao unacheza mchezo huo? Hapana, mchezo huu ni hata bara upo unacheza bara, wana jina lao, wana majina tofauti. Kuna sijui wanaita Marede upo kule wanasema.
Niliposoma haya umetuambia kulikuwa na yule, niliposoma haya mambo haya kule bara. Wanaita wana steli yao fulani lakini unafanana na ule. Kwa hiyo wao na jina mengine. Sasa sisi tukija kuweka tukasema hizi ndio sheria zetu na nini, na maana hapo tutatizama. Kama aidha tukae katikati, wote na wenzetu wa bara tukae pamoja tutizame kwamba bana sheria, lakini ule mchezo uwe ni mchezo rasmi. Mchezo wote unaanzishwa kama hivi. Lakini kama wanavyosema ni lugha ambazo zinatumika kuidhoofisha, kwa sababu michezo mingi ambayo tunaizungumza hapa leo ni michezo tunaita michezo ya kimataifa, lakini ni michezo ya kigeni. Sasa kuweza kuchukua mchezo wa asili ukaurasimisha, kwa kweli umefanya jambo kubwa sana, kwa sababu ni identity kwamba mchezo huu ni mchezo wa Kiafrika. Sasa wazungu walitumia hii lugha ya kusema kwamba kuita traditional games yao wakaita sport, kwamba kama hadhi ya mchezo kwa maana ya sport na hadhi ya mchezo unaitwa game ni tofauti. Sasa mbali ya kuita game pia jina jingine wakaongeza kwamba ni traditional game. Wakati kwa hiyo michezo imeanza hivi tu kawaida, unaitia sheria na vitu kama vile, ukisha kuformalize vizuri basi mchezo unakuwa unachezeka, na mengine tunaiona Olympic kule imeingizwa karibuni. Ukishakuwa na sifa za kutosha unachezeka na watu wanaenjoy, basi wanaweza kuchezwa, na hili ndio lengo letu ambalo kama serikali. Mchezo mwingine ambao ni wa kigeni ni mchezo wa ng'ombe ambao umekuja na Wareno, lakini unacheza sana Pemba hasa. Kuna mipango ya kufufua vile vile kufanya uzidi kuchezwa. Ni sahihi na niseme tu kwamba katika sisi kama wizara, katika shughuli zetu ambazo tunazifanya, mfano za kimichezo, za kiutamaduni, kama watafanya Unguja au zifanyika Pemba, mara nyingi zifanyika Pemba, basi mchezo huu lazima utakuwa unaingizwa. Tuna kazi ya kuwaelimisha watu, kwa sababu watu wengi wanafikiria mchezo wa ng'ombe ni mchezo wa asili yetu. Michezo wanahisi ni yetu. Hiyo kuvuta kamba, tagovo, wanahisi kama ni mchezo ile mchezo ya asili, lakini ukitazama historia ni mchezo ambao michezo sehemu nyingine hapa imeletwa na wale wakoloni walipokuja tukaifanya, lakini inachezwa traditionally sana, kiutamaduni sana, kwa mpaka unaonekana kama ni mchezo wa kwetu, wakati ile mchezo asili yake sio ya kwetu. Lakini ni mchezo ambao ni mzuri, tutauchukua, tunautumia sana katika shughuli zetu, upo na tuna mpango wa kuendeleza pia kama ulivyokuwa na bao. Je, hawezi kuwa sports? Bao bana na karata, nikwambie tu katika michezo 39. Katika michezo 39 tumesajili mchezo wa bao, umesajiliwa rasmi na serikali, ni moja katika michezo 39 pamoja na karata. Yote miwili ni michezo ambayo inachezwa sasa, vilabu vimekuwa rasmi, wanafanya mashindano. Tuko hivyo. Na Mheshimiwa Rais alimaliza, Dr. Sheni alikwenda akawa mpaka naye anakaa kwenye vile vikao anacheza kidogo. Kwa hiyo wote wa rais wa sasa, wa rais wetu anaipenda michezo hii na anaitaka. Anasema lazima iendelee. Kwa hiyo yote michezo ambayo tunasema ni asili, japokuwa inaweza kuwa ina asili fulani, basi sisi mazali tumeisajili, tunaitambua kama ni mchezo yetu, tunahitaji kuikuza. Hamza, kuna mchezo wote ule unaokumbuka ambao unahisi unapaswa kuingia katika kufufuliwa? Nitakukumbusha ukikaa mjini, nitakukumbusha mchezo. Unaokumbuka kipande? Na sana. Sasa ni mchezo mmoja ulikuwa ni mzuri sana, na ni mchezo labda unasema anocheza anajikurubisha kuelekea kucheza cricket, kwa sababu akikipiga kile kipande kikiruka alafu anaupiga ule mpira. Ni mchezo mmoja mzuri sana. Kama ni michezo asili, ule ni mmoja unahitajiwa kutafuta. Wako watu walikuwa wakicheza tukauleta, alafu kuna gololi za aina mbili, kuna kwenye msoko na kuna anguti. Hata gololi zile tunaweza tukaweza kudemonstrate watu vipi namna ya kucheza. Alafu kama karata kulikuwa si official, lakini kulikuwa na vikao vya karata, na zaidi katika mwezi wa Ramadhani vikao vile vya karata vikicheza mechi, mashindano. Halafu michezo miwili sana na keram vile vile. Michezo miwili ya karata nayo inaanza kupotea, ni chanis na wahdi sitini wenyewe, ambayo ni michezo ile ya ndani, ni watoto hata wako vyuoni. Unajua, tizama, mwanafunzi anasoma, anataka kupumzika kidogo, katika mapumziko wamo ndani ya eneo lao katika campus, wanaweza kucheza badminton, wakacheza table tennis, wakacheza dhumna, wakacheza chess,
Sasa unajua na michezo hii vile vile ilikuwa imo ndani ya maskuli, lakini sasa leo hakuna boarding school hata moja inacheza michezo kama hiyo ya ndani kama indoor. Umezungumza unataka kufanya musabaka mechi we na Alisale ya chess. Leo unaweza kusema kwamba Betrasi au Fidel Castro, hakuna game ya chess, hakuna game ya nini ya dama, hakuna mchezo wa bao ambao hii yote Betrasi watoto walikuwa wakikaa dakhalia boarding walikuwa wakicheza, mbali kucheza futboli. Lakini kuna kitu kimoja hatujakitaja kabisa ambacho sisi ni kisiwa tumezungukwa na bahari, ni kuogelea. Kuogelea vijana mashindano hayapo, na vijana leo nafika kijana wa kisiwani hajui kuogelea. Ni moja katika aibu kubwa sana na changamoto kubwa sana, na huko nyuma ilikuwa kila kijana anajua kuogelea. Ilikuwa katika utamaduni wa mtoto wa Kizanzibari, nazungumza Unguja na Pemba, huyo utamtilia shaka akiwa hajui kuendesha baskeli, hajui kuogelea, utamtilia shaka. Lakini unakuta okay, atakuwa na utundu mwingine. Sheikh Amer, nitakuuliza katika wizara mmefanya utafiti wa kuangalia ni michezo gani watoto wa kileo wanacheza? Michezo wacha mbali ya sports, lakini haya mingine kama ya kujiburudisha ya baada ya skuli na chuoni, kama ya gololi na kipande. Michezo kama haya mmefanya kutathmini, kutazama namna ilivyo michezo hiyo siku hizi, au kama imepotea kabisa? Au kama gani watoto siku hizi wanatumia wakati wao, muda wao baada ya chuoni na skuli? Kwa kweli utafiti kama utafiti hatujafanya rasmi, lakini kutokana na observation au na kuangalia mazingira tunakuta kwamba hivi vitu vinarithiwa, vinaendelea. Gololi inachezwa, ikifika vishada vinarushwa, ikifika siku Ramadhani watu wanafanya. Japokuwa na michezo mingine hii za tunasema songaso, ile mipira ambayo kwenye kona mle na maeneo madogo ya nini, yote ipo. Kobole inategemea na mitaa. Kuna mitaa mingine sasa kidogo inakuwa mtihani kwa sababu ya haya mambo yetu ya mabadiliko ya utanuzi wa miji na nini. Kwa kweli niseme ukweli kwamba maeneo mengi ambayo walikuwa watoto wanakuwa wakichezea, sasa utakuta anafanywa labda parking, anafanywa kitu fulani. Kwa hiyo kidogo inawabana watoto kucheza kama vile zamani, kwamba kila mtaa basi utakuta kuna sehemu zime nini. Na hili tuna changamoto hii ambayo tulishazungumza katika wizara kwamba tuna haja ya kukaa kitako. Wizara yetu inahusiana na michezo, wizara ya ardhi ambayo inakuwa na watu wa mambo ya mipango miji pamoja na manispaa zetu, kwa sababu kila mmoja kati ya sisi watatu ana interest yake. Mimi na interest kwamba uwanja ubakie kuchezwa na watoto, lakini manispaa yanasema yake parking apate ile fedha za nini, lakini huku mwingine anasema yeye nataka nijenge nyumba labda kitu ofisi ya kitu fulani. Kwa hiyo inakuwa kidogo pana utata, kwa sababu umiliki atakwambia ardhi, atakwambia mimi eneo langu, lakini si michezo useme na mchezo basi ni yangu. Lakini manispaa anasema open space yote ni mali ya manispaa. Kwa hiyo inakuwa shida, mwisho unakuta kwamba ni moja katika challenge ambayo nimezungumza mwanzo hapa kwamba sababu moja ni kukosefu wa viwanja. Tuna maeneo yalikuwa kipiga mpira, lakini sasa utakuta umejengwa. Sisi pale nyumbani, mimi mkazi wa Michenzani, palikuwa pale mbele tulikuwa tunacheza mpira sisi udogo ni kwetu. Lakini sasa pamejengwa lile mall. Kwa namba 2 pale mbele chini kwa kuna tunacheza mpira pale sisi vile vile. Pamejengwa majengo mengine. Kwa hiyo vitu kama hivi, kwa hiyo utakuta yale maeneo yanakuwa yanapungua, na ndio maana utakuta wakati mwingine labda tunasema hivyo vipaji wenyewe vinakuwa vina shida fulani kuvigundua kama zamani, kwa sababu hawana watoto maeneo ya kutosha ya kucheza. Kwa hiyo sisi tukikaa katika hichi kikao, sisi wizara hizi tatu tunaweza tukaja na kitu ambacho kitasaidia, kwa sababu hatuwezi kucheza, ni haki ya mtoto. Mtoto yote anatakiwa kucheza. Sasa unapomnyima haki ya kucheza, maana yake mtoto yule hata ukuaji wake utakuwa una matatizo. Hujui kipaji chake anakuwa na kipaji gani, na vitu kama kuna kipoteza kipaji bure. Kwa hiyo ni jambo tunalitazama kwa mtindo huu. Unajua nyewe tutaweza kukaa hapa tukapiga soga hili tukaendelea mpaka alfajiri. Nakushukuruni sana, na aliswali kapotea. Kwa hivyo nakushukuruni sana kwa sehemu hii, lakini tutakutana tena siku nyingine
kwa sababu kuna mengi ya kuzungumza katika mada hii ya michezo. Kuna wachezaji wa kale ambao wamesahulika, tuwakumbuke, na utastaajabu katika kitu kama mchezo kama huu wa cricket. Mmoja wa wachezaji wa zamani alikuwa ni Sheikh mkubwa Said Omar Abdallah mwenye baraka. Ukimwambia mtu sasa hivi hatakubali, atashangaa, kwa sababu hajui kwamba hata Sheikh kama yule ambaye anamkumbuka na majuba na vilemba na maamama alikuwa pia akicheza cricket. Sasa nakushukuruni sana nyote, Ali Saleh mheshimiwa wetu, Sheikh Amer kutoka wizarani, Sheikh Hamza, na mpisha Najma tufungie kipindi chetu. Asante. Asanteni sana, na mimi ningependa kuwashukuru sana. Kidogo kuna ndege inapita. Tuna bahati, nafikiri Zanzibar hatujafikia kuwa na utajiri wa kuwa kwamba kila mtoto anaweza kuwa na smartphone au tablet. Kwa hiyo tuna uwezo mkubwa na chance kubwa ya kuweza kuyarudisha hii michezo na kuweza kuiendeleza. Asanteni sana kwa kushiriki nasi na kwa muda wenu, na inshallah tutakuja tena kukutana hapa kuzungumza. Asanteni.